na leo tuko katika mashindano haya ya tuzo ya kimataifa yanayosimamiwa na Sheikh Athman Kaporo. Huyu kijana ni kijana mwenye juhudi sana. Inawezekana watu wengine wanamuelewa, lakini wengine hawajamuelewa vizuri kwa ule umbali wa kukaa naye, lakini mimi namjua vizuri. Kama alivyosema mwenyewe, ni katika jumla ya wanafunzi wangu. Kama kuna la kujifakharisha, na mimi nimo katika kujifakharisha, kwa sababu ni moja katika matalaba waliosoma kwangu mimi. Na kwa taarifa, tuna historia fupi ili nimwachie mwenyewe mgeni rasmi ajazungumze hapa. Ni kwamba swala hili la kuhifadhisha Qur'ani lilianza muda mrefu sana, na walioanzisha ni Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, na wakampa Sheikh Yahya Hussein na Sheikh Ishaq Msomali, alikuwa ni mwalimu Haramain Center pale Mnazi Mmoja. Na waliosimamia wengine wako hapa. Mmoja ni yule mzee Sheikh Muhammad Mtulia, kuhakikisha kwamba kunakuwa na kitu kikubwa hapa cha kufanyiwa vijana wetu ili waweze kujengeka katika maadili na malezi mema. Kazi hiyo ikafanyika kwa muda mrefu, na katika jumla ya wanafunzi waliosoma kipindi hicho na kuhitimu kuhifadhi Qur'ani ni huyu Athman Kaporo. Mpaka mwaka 84 kwa kumbukumbu zangu alimaliza masomo yake haya mwaka 84. Kwa hiyo ufupi wa historia unatuonesha kwamba alitoka katika mizizi mizuri, na kwa sababu ya mizizi kuwa mizuri au shina kuwa nzuri, basi hata kwa kuja baadaye na wasimamia wao watakuwa wazuri. Warabu wana msemo wao, idha taba al-aslu taba al-far'u. Shina linapokuwa mazuri na matawi nayo yanakuwa ni mazuri. Basi hapana shaka kwamba tumefaidika sana na kijana huyu, na tunamwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjalie aendeleze haya katika malengo yaliyokusudiwa, na tupate kufaidika kwa vijana mbalimbali. Kama tulivyoona kwamba leo tuna vijana hapa wamesoma hata elimu hii ya mazingira, elimu ya secular hapa, na akawa na degree mpaka za masters. Kule kusoma kizungu hakuchafui elimu ya dini. Kuna baadhi ya watu wanaona kwamba labda ukisoma kizungu elimu ya dini itachafuka. Haya maneno yanazungumzwa na watu majahili. Lakini mtu akisoma Qur'ani vizuri, akasoma na elimu vizuri, akasoma dini vizuri, na akasoma na elimu ya mazingira vizuri, anajengeka vizuri katika kufanya dawa. Kwa hiyo ni juu yetu Waislamu, mfano mzuri tumeuona hapa wa kwamba tunaweza tukasoma elimu zetu za dini tukaujua na Uislamu na tukajua na elimu ya mazingira vile vile. Ni muhimu sana, na wala elimu ya mazingira haiko tofauti, ndio hiyo iliyotajwa katika Qur'an. Hatuna muda kuzungumza sasa hivi, tutazungumza siku nyingine, lakini tunataka kuwafahamisha tu Waislamu waelewe hilo. Na kwa nini tunasema? Kuna watu wamejitokeza sasa hivi hawataki elimu ya kizungu kusoma. Akiuliza mtume hakusoma, sasa mtume atakuwa anasoma kila kitu? Wewe usimwambie mtume ni mkamilifu. Mtume kesha letu amekamilika, na ndio hayo geography, chemistry, physics. Sayyidina Muhammad tikieni. Elimu za mambo ya uchumi, mambo ya iktisadi, mambo ya kijamii, mambo ya sheria, mambo ya ufundi, yalikuwa ni mambo ambayo yakielezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Qur'ani imezungumza sana. Qur'ani imezungumza sana. Lugha ya Qur'ani ni ngumu. Lugha ya Qur'ani ni ngumu. Huwa inazungumza kwa ishara tu, lakini lugha ya Qur'ani ni ngumu sana. Kwa hiyo hatujakataza kusoma kizungu kama tunavyosema, lakini hata kusema kizungu tuharibu pia, kwa sababu
usomwa ilmu hizi za mazingira ndio zile zilizoashiriwa katika Qur'ani. Kuna kama aya 70 hivi zinaashiria juu ya ilmu za mazingira. Ndugu zangu Waislamu, mimi nimefurahishwa sana na kuona vijana wangu hawa, na wajua kwamba wameonyesha mfano mzuri, na kama alivyosema Sheikh Athman Kaporo, haijatokea hata siku moja kuonekana mashtaka au malalamiko ya aina yoyote kwamba vijana wale wamefanya jambo hili kutokana na maadili na walivyoleleka chini ya malezi ya Qur'an na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa wale ambao wamehudhuria na wale wanaotuona wataona namna gani Qur'ani inamlea mtu vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha mambo mengi, lakini katika ambayo naona ilikuwa niyazungumze na mimi ninayaacha ili kutoa muda kwa mheshimiwa ndugu yangu Waziri Mkuu aje azungumze. Nagusia vitu vingine viwili tu. Kwanza, tufahamu kwa sisi ambao tunahifadhisha watoto, tuna taasisi kama hizi zinazofanya kazi ya kuhifadhisha watoto, pia tujikite sana katika kuwafundisha malezi mazuri na maadili mema. Ili jambo muhimu sana, mbali ya kule kuhifadhi tu akawa nasoma amehifadhi, lakini kuwe na somo maalum la kuwafundisha maadili mema na akhlaq, ili waje kuwa ni mfano kwa umma. Tusiishie hapo tu katika kuhifadhisha, lakini vile vile baada ya kuwa wamehifadhi na hawana mahala pa kwenda, tuangalie wale wahisani wetu na wasimamizi wetu na wazee wetu, tuangalie wale watoto na vijana tunawafanyia nini basi baada ya pale, ili kuweza kukilinda kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna watoto wamehifadhi msahafu nzima, yani akipita mbele yetu manake ni msahafu unaotembea. Tunamfanyaje huyu mtu baada ya pale? Hiyo ni changamoto nataka tuiangalie na. Lakini pia niwakumbushe jambo moja. Tuwashukuru hawa wametutendea wema, na mtu ukitendewa wema unatakiwa lazima ushukuru. Lakini tuwapongeze walimu zetu na taasisi zetu pamoja na majaji kwa kazi ambayo imefanya. Huyu kijana aliokaa mwisho huyu Abdallah Daud, mimi nimemwona mdogo amekuja kwenye hadhara yangu na Said Hussein Badawi, akanambia bwana, mtoto alikuwa si Muislamu ameingia katika Uislamu, lakini utamsikia sasa hivi akapewa kusoma Qur'ani, habari yake ilikuwa kubwa. Na nakumbuka hata Mufti Sheikh bin Juma alitoka kumtunza. Sasa hivi ni mtaalamu wa usomaji wa visomo vya Qur'an, qiraat. Kwenda kusoma Yemen, Malaysia, na akasomesha, na sasa hivi yuko London. Na jana tulikuwa nazungumza naye kwamba tunataka kufungua hapa Darul Qur'an usomeshe qiraat. Huyu kijana, hizi ni faida tunazipata. Mwenyezi Mungu atulindie vijana kama hao. Alafu kwa sababu Qur'ani ni kitu muhimu, wasia wangu kwa wale wasomi vijana wetu, wasiwe na viburi, wasijivune, wasijione. Hii ni kitu muhimu sana, na inarejea mpaka kwa nyinyi walimu vile vile, kwa sababu mmeshika kitu kimoja kikubwa nacho Qur'ani. Na mtu yote akipewa Qur'ani kisha akaona kuna kingine kikubwa zaidi kuliko Qur'ani, huyu amekifanya kidogo kile ambacho Mungu amekifanya kwa kikubwa. Kwa hiyo laana ya Mwenyezi Mungu itamshukia mtu huyu. Mwenyezi Mungu atuepushe na hali hiyo. Mwisho niwaweke wazi tu kwamba kipindi cha kujiandikisha hija hakijaisha. Namna ya kujiandikisha hija ni wakati unaendelea tu mpaka sasa hivi, mpaka kwenye Shawwal.
Kwa hiyo kwa wale ambao kwamba hawajajiandikisha kwa taasisi yoyote tu, maana mimi ni mufti wa taasisi zote, kwa taasisi yoyote tu mtu atakajiandikishe, maanake muda haujakwisha. Lakini mwisho ni waombe wale wenye kufuturisha ambao wanawaita watu kwa ajili ya kwenda kufuturu kwao, iwe katika mahoteli au katika sehemu nyingine zozote, wajaribu kulinda maadili ya thaqafatul islamia, ule utamaduni wa Kiislamu. Usiwe watu wanafuturishwa huku kuna bwa mziki, watu wanafuturishwa kuna maneno mengine, au wale ambao wana save ile iftari kwa wafungaji, kama ni wakina mama basi wana mavazi yale yenye kuonesha utamaduni wa Kiislamu. Hili nataka kulidokeza kwa Waislamu wapate kulielewa na tupate kujirekebisha. Baada ya kuzungumza hayo machache na kuyaacha mengi, ninamwomba Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania